Mtandao wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu unaiomba serikali kuongeza jitihada za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo kwa sasa usafirishaji huo umekuwa ukiongezeka. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa mtandao huo, wakili Edwin Mugambila, amesema kuwa anasikitishwa na kuona kuwa vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu nchini unaendelea kuwepo, huku akitoa rai kwa wazazi na walezi kutoruhusu watoto wao kusafiri bila kufahamu wanaenda wapi. Na hapa wakili Mugambila anaeleza. Mtandao wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu nchini TANAHUT unasikitishwa na mwenendo na ongezeko la vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu nchini, huku kukiwa hakuna jitihada za kuridhisha toka kwa wadau wakuu. Hivi karibuni mtandao wa TANAHUT umefanya kazi kubwa sana ya kuumbua mitandao na syndicates za usafirishaji haramu wa binadamu na kufikisha taarifa kwa mamlaka husika katika mnyororo wa taarifa. Hata hivyo, jitihada zinazochukuliwa na mamlaka haziridhishi. Yafuatayo ni baadhi ya matukio muhimu ya usafirishaji haramu wa binadamu ambayo mtandao umeyaibua na hatima ya wahanga haijulikani. Naanza na kisa cha kwanza. Kesi ya kwanza nataka kuangazia ni kesi inayomhusu bwana mmoja anaitwa Stefano Maswara. Huyu mtu alihusika kusafirisha kingono, yani sex trafficking, mabinti 7, baadhi yao wakiwa na miaka 10, miaka 11, miaka 12 na miaka 14. Kitendo hiki kilitekelezwa na mtu aitwaye Stefano Maswara, ambaye inasemekana ni mchungaji wa kanisa na mmiliki wa kituo kiitwacho Majesty Children Home kilicho chini ya taasisi yake iitwayo Stefano and Agatha Foundation. Taasisi hizi zipo eneo la Mlandizi, mkoa wa Pwani, na kitendo hiki kilizua hofu kubwa na taharuki katika jamii. Tunatoa mapendekezo kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Tunatoa kwa Wizara ya Mambo ya Ndani kwa sababu ndo wizara ya kisekta yenye instrument ya Mheshimiwa Rais kusimamia masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia ndo wizara pekee iliyopewa mandate na sheria namba 6 mwaka 2008, sheria ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo tunapendekeza yafuatayo. Kutokana na mlolongo wa hivyo visa vyote, tunapendekeza yafuatayo yafanyike. Tunapendekeza Wizara ya Mambo ya Ndani ijielekeze katika kuiamsha usingizini Kamati ya Kitaifa ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, yani the Anti-Trafficking Committee, ili kamati hiyo iweze kusimamia vizuri majukumu yake kama yalivyotamkwa kwenye kifungu cha 30 cha sheria ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Namba 2, tunapendekeza Sekretarieti ya Kitaifa ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, yani ATS, iongezwe nyenzo, kwani imeonesha njia na imeonesha hali ya kupambana na tatizo hili. Hivyo tunaomba iongezwe nyenzo, bajeti na uwezo wa kufanya operesheni za kukamata wahalifu, na wawe na mamlaka ya kupeleka wahalifu mahakamani ili kuzuia hujuma zinazofanywa na idara nyinginezo za kipelelezi, hususan jeshi la polisi na task force. Baadhi ya visa tulivyovitaja tumehangaika sana na hii ATS. Kesi zinapelekwa Central, kituo cha polisi kati, wanajiridhisha kuna kosa wanapeleka task force nao wanarudisha mpira kwa Central inarudishia mpira task force. Kwa hiyo kila mmoja nakataa majukumu yake. Hakuna anayetaka kuwajibika. Sasa hii mamlaka ambayo imeonesha nia thabiti, nafikiri ipewe nyenzo na ipewe uwezo iweze kuinvestigate na kuprosecute hayo makosa yenyewe.
Majina naitwa Halima Sonda, ni National Coordinator au mratibu wa taasisi ya TANAHUT, Tanzania Network Against Human Trafficking. Nitaendeleza pale mwenzangu alipoishia. Kisa chetu, kisa namba 2. Kisa hichi tumekipa jina la Halfan Masoud Said. Bwana Halfan Masoud Said kwa kushirikiana na kampuni ya Wachina iitwayo Maisha Plastic Company kati ya mwaka 2020 na mwaka 2023 alisafirisha Watanzania kadhaa kwenda Myanmar. Idadi haijajulikana kwa sababu bado tuko katika uchunguzi, kwa ajili ya kutimikishwa kwenye uhalifu wa kimtandao, trafficking for forced criminality. Kwa jitihada ya TANAHUT, Wizara ya Mambo ya Ndani na polisi wa Kibaha, mtuhumiwa Halfan alikamatwa mnamo tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2025 saa 4 usiku. Alikamatwa pamoja na ushahidi usiotiliwa shaka, sambamba na ushahidi wa hanga wa matendo haya. Bwana huyu mpaka sasa tunavyozungumza hajafikishwa mahakamani, pamoja na kwamba alikamatwa na ushahidi. Na pamoja na kuwa makosa yake hayastahimili dhamana ya kisheria kama ilivyoelezwa hapo awali, kutokana na kwa mujibu wa kifungu cha 148 namba 5(6) cha CPA sura 20, kosa la usafirishaji haramu wa binadamu halina dhamana. Lakini bwana huyu amepewa dhamana na yupo uraiani. Na tunavyoongea hivi sasa tuna shaka kubwa bwana huyu anaendelea kuwasafirisha Watanzania kwenda kutimikishwa huko nchi za nje. Mimi naitwa Bwana Jones John, ni mkurugenzi wa utafiti na masuala ya kitaalamu ya kiprogramu wa mtandao huu wa TANAHUT. Katika mwendelezo wa tamko hili nawashirikisha kisa kingine ambacho kitakuwa katika mfululizo huu, ni kisa cha 6 ambacho kinahusiana na kesi ya Jamhuri dhidi ya ndugu 8 wanaoongozwa na jina la mtu mmoja anaitwa Elpidius Rwegoshola. Kama mtakumbuka, hii kesi imetokea mkoa wa Kagera kule wilaya ya Muleba. Ni kesi iliyoripotiwa kwa upana na vyombo vya habari, ikimhusisha mtoto mmoja mwenye ualbino. Katika kesi hii inayohusisha kifo cha kikatili cha mtoto huyo wa miaka 2 huko Bukoba kwa lengo la kuvuna viungo vyake ili kupata utajiri kupitia imani za kishirikina, kwa maana ya organ trafficking kwa lugha ya Kiingereza. Kesi hii ilipelekwa mahakamani kama kosa kubwa tunaloita capital offense. Pamoja na hayo, tunataka wauaji au watuhumiwa ambao wamefunguliwa mashtaka hayo wafunguliwe na shtaka la nyongeza, shtaka la usafirishaji haramu, yaani organ trafficking kwa lugha ya Kiingereza. Grace Kuni, Global TV. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.